Umoja wa Mataifa umetoa onyo la kufanya uchunguzi kuhusu mauaji ya raia wengi ambao yalitokea katika siku ya uchaguzi ya Oktoba 29, 2025, ambako Umoja wa Mataifa umetoa tamko la kufanya uchunguzi ama kuruhusu kufanyika uchunguzi wa mauaji ya raia hayo, ambako imesema kwamba ni ulikuwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Hivyo basi, karibu sana katika undani wa taarifa hii, na utasikia pia uchambuzi wa kile ambacho kimezungumzwa na Umoja wa Mataifa kuhusu hali nzima ambayo ilitokea katika siku ya uchaguzi, ambayo pia ilisababisha watu wengi sana kupoteza maisha, ambako kwa mujibu wa chama cha Chadema kimeripoti ya kwamba takriban raia 2000 wamepoteza maisha katika maandamano ya siku ambayo ilitokea katika siku ya uchaguzi nchini Tanzania. Karibu sana katika uchambuzi. Utasikia pia kile ambacho Umoja wa Mataifa umezungumza, na utasikia pia kauli nyingi za viongozi kuhusu hatua hii ambayo imetangazwa na Umoja wa Mataifa kuhusu hatua kali kuchukuliwa dhidi ya mauaji ya raia nchini Tanzania. Umoja wa Mataifa umetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina, huru na wazi kuhusu vifo vya mamia ya watu vinavyoaminika kutokea nchini Tanzania kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu. Wito huo umetolewa na mkuu wa Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa anayefahamika kama Volker Turk, ambaye amesema kuna taarifa za kutisha zinazohusisha vyombo vya dola na matukio ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari huko jijini Geneva, Bwana Turk amesema Umoja wa Mataifa umeanza kupokea ripoti nyingi kutoka kwa mashirika ya kiraia, wanaharakati na mashahidi wa moja kwa moja wanaodai kuwa mamia ya watu waliuawa wakati wa maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi huo Oktoba 29 mwaka huu. Amesema baadhi ya taarifa hizo zinazodokeza kuwa polisi na vikosi vya usalama walitumia nguvu kubwa kupita kiasi na silaha zao za moto dhidi ya waandamanaji wasio na silaha. Amesema kuna ushahidi wa awali unaonyesha kuwa kulikuwa na jaribio la makusudi la kuficha ukweli kuhusu vifo hivyo. Tumejulishwa kuwa miili ya baadhi ya wahanga imeondolewa kwa siri katika vyumba vya kuhifadhi maiti na kupelekwa maeneo yasiyojulikana, Turk amesema. Ameongeza kuwa kitendo hicho pia kinakiuka misingi ya haki za binadamu na kanuni za kimataifa zinazolinda utu wa binadamu hata baada ya kifo. Alisema, tunaitaka serikali ya Tanzania kutoa ushirikiano wa dhati, kuruhusu wachunguzi huru kufanya kazi yao na kuhakikisha miili ya marehemu inarejeshwa kwa familia zao ili wapate haki ya maziko ya heshima. Amesisitiza hivyo kiongozi huyo kutoka Umoja wa Mataifa anayefahamika kama Turk. Wakati huo pia chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetoa taarifa kikidai kuwa zaidi ya watu 2000 wamepoteza maisha ndani ya siku 3 za vurugu zilizoambatana na maandamano makubwa kupinga matokeo ya uchaguzi, ambako kwa mujibu wa chama hicho kimesema waandamanaji walikuwa wakidai matokeo ya urais yarudiwe kutokana na madai ya wizi wa kura na udanganyifu katika vituo vya kupigia kura. Naye mwenyekiti wa Chadema anayefahamika kama Freeman Mbowe alieleza kwamba chama chake kimepoteza wanachama wengi, wafuasi na viongozi wa ngazi za chini katika matukio hayo, huku mamia wengine wakiripotiwa kutoweka. Amesema, tunashuhudia hali ya mateso makubwa na ukandamizaji wa demokrasia. Serikali inapaswa kuwajibika kwa maisha haya yaliyopotea, alisema Mbowe katika mkutano na waandishi wa habari akiwa katika jiji la Mwanza. Hata hivyo, hadi sasa serikali haijatoa maoni au taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi waliotokana na maandamano hayo, ambapo msemaji wa serikali alikaririwa akisema ya kuwa hali ni shwari na kwamba taarifa zinazosambaa mitandaoni zimechochewa na watu wasiotakia mema taifa la Tanzania. Kwa mujibu wa mashirika huru ya uchunguzi wa haki za binadamu, yamesema hali ya usalama nchini Tanzania imeendelea kuwa tete tangu siku ya uchaguzi, ambapo ripoti zinasema kuwa katika baadhi ya maeneo hasa mikoa ya Kanda Ziwa na kaskazini mwa Tanzania, wananchi waliandamana kupinga matokeo wakidai dosari katika mchakato wa upigaji kura na kuhesabu kura. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa huduma za interneti na mawasiliano ya simu zilisitishwa kwa zaidi ya siku 6 baada ya uchaguzi, jambo ambalo lilizuia upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu kinachoendelea, ambako watazamaji wa kimataifa wanasema kitendo hicho kimechangia mazingira ya hofu na ugumu wa kupata ushahidi wa moja kwa moja kuhusu matukio hayo ya vifo.
Mashuhuda walionukuliwa na vyombo vya habari vya kimataifa walisema baadhi ya maiti zilionekana kutelekezwa katika maeneo ya wazi, huku zingine zikizikwa kwa haraka bila utaratibu maalum, ambapo mmoja wa wakazi wa mkoa wa Mara aliliambia shirika la habari la Reuters kutoka nchini Urusi ya kuwa kulikuwa na magari ya polisi yakizunguka usiku kuchukua miili, akidai ya kuwa familia nyingi zimekatazwa kuzungumza na waandishi wa habari kwa hofu ya kukamatwa. Katika taarifa yake, Umoja wa Mataifa ulisema umejitahidi kupata uthibitisho wa idadi kamili ya vifo, lakini juhudi hizo zimegonga mwamba kutokana na hali ya kisiasa na kiusalama nchini Tanzania. Alisema, tunazungumza kuhusu mamia ya watu wanaoaminika kuuawa, lakini kwa sasa hatuwezi kutoa idadi kamili hadi tutakapokuwa na taarifa za uhakika, ilisema hivyo taarifa Umoja wa Mataifa. Bwana Turki amesisitiza kwamba Umoja wa Mataifa hauwezi kunyamaza ukiukwaji wa haki za binadamu popote duniani, akisema jukumu la taasisi yake ni kuhakikisha kila taifa linawajibika kulinda maisha ya raia wake bila kujali tofauti za kisiasa. Watu wanapaswa kuwa na uhuru wa kuandamana na kujieleza bila hofu ya kuuawa au kutoweka. Taasisi mbalimbali za kimataifa zimeanza kuunga mkono wito wa Umoja wa Mataifa, ambapo Amnesty International na Human Rights Watch zimetoa taarifa zikitaka kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na wazi, huku zikishinikiza serikali ya Tanzania kuruhusu uangalizi wa kimataifa kuingia nchini. Shirika la Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC pia limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania, likisema kuwa vurugu na vifo vya raia vinaweza kuhatarisha uthabiti wa eneo zima, ambako EAC imesema, tunatoa wito kwa pande zote kuheshimu haki za binadamu na kujiepusha na vitendo vya ulipizaji kisasi. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema wito wa Umoja wa Mataifa unaweza kuibua mjadala mpana kuhusu demokrasia na uwajibikaji katika eneo la Afrika Mashariki, ambako wamesema kuwa Tanzania, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitambulika kama nchi yenye amani na utulivu, inakabiliwa na changamoto kubwa ya kisiasa inayoweza kuathiri taswira yake kimataifa. Hadi kufikia sasa, majaribio ya kupata kauli ya moja kwa moja kutoka kwa maafisa wa ngazi za juu wa serikali haijafanikiwa. Lakini hata hivyo, vyanzo vya ndani vya serikali vimedokeza kuwa serikali inapitia taarifa hizo kwa makini kabla ya kutoa tamko rasmi. Wakati huo huo, baadhi ya wabunge wa chama tawala wamesema wito wa Umoja wa Mataifa ni mwingiliano wa mambo ya ndani ya nchi, wakisisitiza kuwa Tanzania ina vyombo vyake vya kisheria vinavyoweza kushughulikia swala hilo. Licha ya kauli hizo, mashirika ya kiraia ndani ya nchi yameendelea kushinikiza wazi na uwajibikaji, ambapo kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kimesema kitaunda timu maalum ya wachunguzi wa ndani kukusanya ushahidi na kutoa ripoti yake kwa umma. Wanahitaji kujua ukweli, kwa sababu bila ukweli hakuna amani ya kweli, alisema mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la haki za binadamu. Wito wa Umoja wa Mataifa umeibua hisia kali ndani na nje ya Tanzania. Wengi wanaitaka serikali kutoa maelezo ya kina juu ya kinachoendelea na kuruhusu uchunguzi huru ili haki itendeke. Wakati huo pia, familia za wahanga zinabaki katika huzuni na sintofahamu, zikisubiri miili ya wapendwa irejeshwe ili wapate faraja ya mwisho. Kama alivyoeleza Volker Turk, ukweli hauwezi kufichwa milele. Dunia sasa inasubiri kuona kama Tanzania itachagua uwazi na haki au itaendelea kukabiliwa na tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu zinazoibua simanzi na hofu kwa wananchi wa Tanzania.